tunaweza kusoma Yohana, Injili ya Yohana sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Taona paka Yesu anaipa hadhi ya sakramenti. Kuna kukutana kule, lakini kuitwa sakramenti. Sasa inapokuwa sakramenti ndio maana yake nini? Sakramenti ni kitu kitakatifu. Kitu kwa hiyo hapo kwenye ndoa mnapounganika mnakuwa watakatifu kwa sakramenti ya ndoa. Hii ndoa ya Adam na Eva tunaweza kuita ndoa ya asili au ndoa ya paradisi. Basi tunapokuwepo hapo ndio ndoa kadiri ilivyo. Lakini tunapokwenda, kwa nini Mungu aliweka au aliumba ndoa? Tunasema neno tukasema neno kuumba ndoa. Lakini kwa nini Mungu alitaka iwepo ndoa kati ya mume na mke? Kwa nini hakuwaachia tu kama vile wanyama wanavyoishi? Lakini mtu alipomuumba akaweka na ndoa. Alitaka hawa watu wa ndoa waishi pamoja kama mume na mke, kwanza kuishi pamoja. Kwa hiyo lazima unatoka kwenu na huyu anatoka kwake, kwao, mnatengeneza nyumba yenu, naishi pamoja, mkamilishane. Kilichokuwa kinakutoa huko unakwenda kumtafuta Jackson, unataka kukamilika, sio kwa hujakamilika. Kwa hiyo yani wewe Mary na Jackson mnakamilishwa kwa muungano wenu wa ndoa, msaidiane. Kwa hiyo kazi yenu ya pili baada ya kukaa pamoja, mnakamilishana, mnasaidiana. Na ndio maana kwenye ndoa siku hizi kuna tatizo fulani. Yaani badala ya kukamilishana, baada ya kuleta furaha katika ndoa, watu kama wanakimbiana. Unakuta mume anarudi saa 8 saa 8 au saa 9 usiku. Mume huyo anarudi saa ngapi? Saa 8. Anatoka kazini, fika nyumbani. Sasa mwanamke anasubiri saa 8 kila siku. Wamekamilishana, wamesaidiana, hata wapati muda wa kuongea kesho tuishije. Kwa hiyo hilo ndio tunalisema. Na hilo la kukamilishana unaweza ukarejea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 18. Lakini Mungu hakutaka kuishia pale. Alitaka watu wa ndoa waujaze ulimwengu kama yeye alivyopenda. Mwanzo sura ya 1 aya ya 28. Siku hizi kuna tatizo fulani. Ukimuuliza, wewe ungetaka uzae watoto wangapi? Mungu ananijalia. Wawili. Akupa mmoja unafurahi. Wawili. 10. Na Mwenyezi Mungu hawezi kukupa kitu kibaya. Kwa sababu yeye anabariki. Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze. Kwa hiyo kazi ya pili, watawale nchi na kuitisha kama yeye. Kwa hiyo Mungu akishakupa watoto, akishakupa mke, hamuishii hapo. Hamtaishia kitandani tu. Mke na mume nyote mna wajibu
wa kuleta katika familia yenu na kutiisha nchi. Maana yake ni kuiwekea discipline. Kwa hiyo mtaona tuna watoto wawili, tulikuwa tumelima eka moja, mwaka huu tulime eka 2. Mbinu mtazipata tu, na bahati mbaya katika dunia hii hakuna mtu aliyekufa kwa sababu amezaa. Sijawahi kusikia. Kwa hiyo Mungu alitaka watu wa ndoa waendeleze uumbaji. Sasa unaona, we mtu unashirikishwa katika kazi ya uumbaji, unakataa. Yaani wewe unapewa aina fulani ya umungu. Pale ambapo wewe na mke wako mnafanya hilo tendo la ndoa linalopeleka, kama tutakavyosikia katika sheria za kanisa, linalokupeleka katika kuzaa, ni tendo takatifu. Yaani hiyo ndio misa yenu ya mnaopaswa kuifanya. Kama padri anapokuwepo altareni anaadhimisha sakramenti ya Ekaristi kwa heshima zote, anamshusha Mungu. Yesu anakuja kwenye maombi ya mkate na divai, na wewe unapokuwepo, Jackson unasikia, unapokuwepo kitandani, mnaumba wewe na Maria, mnamwalika Mungu alete uhai. Yaani kutokana na nyinyi anaweza akatoka papa au rais ajaye au mwalimu au padri kama mimi. Kwa hiyo ujue kwamba pale ni tendo takatifu mno la heshima hali ya juu. Na ingelikuwa vizuri waheshimiwa, kabla ya kufanya tendo hilo, sali kwanza, imba zaburi, muombe Mwenyezi Mungu. Kimaliza sasa, endelea na nafanya kwa adabu zote. Nasema Mwenyezi Mungu, ikiwezekana wakati unasali, wakati unani, mwambie Mwenyezi Mungu, leo nipate Mungu wangu nisaidie leo. Sali hilo hivyo, unampatia Mwenyezi Mungu, unamwambia Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu anaweka roho yake, mnamtoa mtoto. Jambo la hali ya juu, la heshima hali ya juu, na utakatifu hali ya juu, ambao wakati fulani tunaukimbia. Mungu alitaka kuonyesha upendo wake kwetu sisi alipoamua kutuumba kwa mfano wake. Kisoma Mwanzo sura ya 1 aya 26. Kwa hiyo anatuumba kwa mfano wake, wenye akili na utashi. Anapotuumba hivyo na akawafanya mke na mume, akawaunganisha, akawabariki. Sasa halafu sitaki baraka zake yale ya Adam na Eva kutokutii. Kwa hiyo mimi naweza kusema, ukizuia kuzaa ndani ya ndoa kwa kisingizio kwamba nitawatunzaje, ukaamua wewe makusudi yako kuzuia Mungu asiendelee kuumba kwa kupitia wewe, ndio hiyo dhambi ya Adam na Eva, dhambi ya kutokutii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kuondoa paradisini. Uwezo wa kuondoa paradisini. Kwa hiyo kwa upendo wa Mungu
watu wa ndoa wanatawala kama yeye. Watu wa ndoa wanaumba kama yeye. Watu wa ndoa wanaitwa baba na mama, au baba au mama. Hizo heshima hizo zinatokana na upendo wa Mungu na heshima aliyowapatia watu wa ndoa. Unasikia ndugu yangu? Sio jambo dogo unalotaka kulichagua. Kwa hiyo Mungu anatupatia ushuhuda wa kwanza katika masuala ya ndoa. Aina ya ndoa aliyoumba Mungu inadhihirisha na kuonyesha wazi kwamba Mungu anataka ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Mungu angeweza kuwatafuta kwani Mungu asingeweza kuumba wanawake 20 au 40 kwa dakika moja? Na wote akampatia Adamu. Akasema wewe, huyu mke wako wa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, alafu utakuwa unazunguka hivi. Akampa mke mmoja. Na huyu Eva angeweza kumpatia wanaume wengi. Yeye akabaki peke yake, kana cha mwezi kupendi leo. Naenda huko. Lakini na mwenyewe akampa mume mmoja. Kwa hiyo Mungu ana kusudi lake na mume mmoja na mke mmoja. Hana kusudi mengine. Ukishachagua umechagua. Na bahati nzuri hauchagui tu, unachagua kufanana nawe. Hiyo ndio faida ndio ipata. Kwenye ndoa yani huwezi kwenda unaoa mpaka mpate kufanana.